Bwana Yesu asifiwe. Karibu mzee wa kanisa, mzee wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa huduma njema wapendwa. Bila kupoteza wakati, naomba ni mwalike mchungaji Witness kwa ajili ya neno la Mungu. Karibu. Habari za jioni ndugu zangu. Pole sana kwa msiba mamangu Mrs. Masudi. Pole sana. Pole sana jamii yote. Kaka mdogo aliyopo, dadangu Mrs. Tibuinda, kakaangu Mr. Tibuinda. Poleni washirika wa Kinondoni. Naleta salamu kutoka kwa mchungaji kiongozi na mke wake, wanawasalimia. Wameshindwa kuwepo hapo kwa sababu ya changamoto za kiafya, lakini wanatuma pole nyingi kwenu wote. Dadangu Mrs. mwalimu wangu wa Sunday School, pole, sijakusahau. Nilikuwa sijakuona hapo nyuma. Pole sana. Poleni. Hongereni washirika wa eneo hili kwa kweli. Nimekuja kwenye huu msiba ni wa pili. Mnafanya vizuri. Hongera mzee wa kanisa. Mnafanya vizuri kweli. Hili ni moja ya maeneo ambayo ningependa kuishi. Eneo ambalo linatiana moyo, mnasimama pamoja, mnaombeana, mnajaliana. Kwa kweli huu ndio ushirika ule ambao Yesu alituachia. Maandiko yanasema tupendane. Na kwa kupendana tunajulikana sisi ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilete salamu nyingine kutoka kwangu binafsi. Huyu baba amenishonea nguo zangu za shule ya msingi zote. Na sio za shule ya msingi tu. Nakumbuka moja nililia mwaka 85 ya Christmas. Kaenda mpaka asubuhi namfuatilia. Unajua mtoto tena na miaka 10 wakati huo. Ilikuwa haijakamilika, nirudi natoa machozi. Kwa hiyo ana historia nzuri kweli. Amenishonea kaptula zile za blue, mashati, mpaka nikiingia sekondari ndo nilihama nikaenda kwa mafundo wengine, lakini nguo zote za kanisani, za mama, za nani, kwa nashona kwa baba yangu mzee Masudi. Kwa kweli Mungu akubariki sana dadangu, Mungu aibariki familia, imeacha alama. Na sio tu nguo, hata kwenye kwaya Victory kupiga gitaa pale kanisani. Mzee mstarabu, mmoja wazee ambao hata kupiga kwenzi ukiwa mtoto unafujo pale kanisani. Kwa hiyo tunajisikia vizuri kuwa na huyu baba, lakini umefika wakati wake wa kumaliza safari. Ametuachia alama nzuri ya upendo, ya uungwana, ya mtu ambaye amefanya kazi nzuri ya kiroho na kimwili maishani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilete neno la Mungu la kufaraja jioni ya leo. Ni kwamba wote tutakufa. Wote. Hata mimi kuna siku yangu. Hata sijui. Lakini cha muhimu ni kujiandaa. Ni kama nilivyoongea mzee Masudi alikuwa anafanya nini? Alikuwa fundi cherehani mzuri. Ametuvisha. Alikuwa anajiandaa kwa namna hiyo. Leo na kitu cha kusema, cha kukumbuka kabisa kwangu mimi binafsi na kwa familia yetu na kwa kanisa na kwa kwaya Victory, vile ambavyo alijiandaa vizuri. Maandiko yanasema kuhusu Hezekia, mfalme Hezekia, Biblia kutoka kitabu kile cha Wafalme wa pili mlango wa 20. Nasema siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi. Angalia sasa hapo. Bwana asema hivi. Imagine mtu unakufa, Mungu kule mbinguni anajua, alafu analeta mtu wa kusema. Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Hii haikuwa ni daktari amesema. Hii haikuwa ni vipimo, sijui CT scan, sijui ni vimesema. Hii ni Mungu mwenyewe anamwambia tengeneza, kwa maana utakufa. Yaani jiandae. Nenda kakamilishe. Kama kuna madeni lipa. Wasidai watoto wako kama zikauzwa nyumba. Kama kuna mirathi gawanya, wasipigane. Kama kuna hiki na hiki, jiandae, maana utakufa. Sina haja kunyosha mkono hapa, wote tutakufa. Cha kuangalia hapa ni kwamba huyu mfalme alikuwa amejiandaa kiroho, ndio maana Mungu alimleta ujumbe. Unajua kujiandaga kimwili tunajiandaa. Nilikuwa naongea na mzee wa kanisa hapa. Akanambia mtoto wake yuko form 2. Dadangu mume wako amesema kila kitu cha nyumbani. Hamna anachobakiza.
Sasa alivyokuwa anasema ni maandalizi, yeye amejiandaa. Tumeongea vitu vingine vya humu lakini ni maandalizi, ni pamoja na kusomesha mtoto. Maandalizi ni pamoja na ndugu yangu, baba yangu ana nyumba hapa. Maandalizi ni pamoja na kuwa na kazi. Lakini kuna maandalizi, haya maandalizi hata majirani ambao muamini Mungu anafanya. Lakini kuna maandalizi ya kiroho ambayo Ezekia alikuwa amejiandaa, ndio maana Mungu akaleta mtu. Unajua nasomaga Biblia tunapita tu. Hivi mimi unafikiria eti nikiwa nakufa Mungu atatuma eti nabii? Wewe acha wewe. Inabidi pambane, nikae vizuri. Unaelewa? Sasa huyu baba alikuwa amejiandaa kiroho, ndio maana Mungu akatuma mtu kusema jiandae. Hakika utakufa, hutapona. Hakika wote tutakufa. Kwa namna yote ile tutakufa. Lakini swala ni kujiandaa. Mstari unaofuata, Ezekia akajigeuza, mstari wa pili, akaelekeza uso wake, yani akaachana na huyu nabii. Akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana, akasema, nakusihi Bwana ukumbuke sasa jinsi ilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia kwa uchungu. Biblia ya Kiingereza inasema akalia sana sana sana. Huyu mwanamume analia, anamwambia Mungu, umenidhulumu Bwana. Mimi nimelipa zaka zote Bwana. Kuenenda katika kweli maana kukaa katika neno. Nimetembea kwenye neno. Huyu jamaa alifanya mageuzi ambayo hajawahi kuonekana. Alifanya mapinduzi. Alafu kumbuka, wakati huo anaomba, mji mzima umezungukwa na wanajeshi wengi wanasubiri mkaukiwa. Kikuzunguka maana yake utoki nje kwenda kuchukua mapapai, hautoki nje kwenda kuchukua mifugo. Mtakula vilivyoko ndani mpaka mmalize mbwa wote, mmalize paka wote, mmalize panya wote, mle watoto wenu, ndio mjisalimishe. Mtaamua sasa cha kufanya. Kwa hiyo anaposema hapa analia, amezungukwa, amebanwa sehemu mbili na afya, amebanwa na maharamia huko nje. Akalia sana sana. Mimi nampenda Ezekia kweli. Mungu alichofanya alifanyaje? Sasa nifupishe maana giza limeingia. Mungu alimponya. Maandiko yanasema kwenye Isaya, ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi umwambie Ezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Sasa Mungu akamuongezea miaka 15. Miaka 15 ilikuwa 40% ya maisha yake. 40% ya maisha, 50% ya maisha yangu ni miaka 25. Nimeshafikisha 51. Kwa hiyo nusu ni 25. Mungu akiongeza 40, siwezi kwenda kwa mahesabu haraka haraka. Ni kama ameongeza 20 hapo tuseme. Ameniambia tutakaa mpaka miaka 76 ama 71 tuseme basi. Akaongezewa 40% ya miaka aliyokuwa amekwisha kuishi. Bonus ya vitu vili, kwamba umeongezewa ujiandae, alafu unajua utakufa lini. Mungu ni mzuri kweli. Sasa mimi nataka kutia moyo kila mtu aliyokuwa mahali hapa jioni ya leo. Najua wengi tumeokoka tunampenda Yesu, ama wote pengine, sina hakika. Lakini jiandae, tembea umo kwenye wokovu, kwa sababu una uhakika wa kwenda mbinguni, alafu una uhakika wa kutopoteza ulivyoviandaa hapa duniani. Ulivyoviandaa hapa duniani nini? Ni familia yako. Ulivyoviandaa hapa duniani nini? Hata mali zako hazitapotea. Huyu mfalme Mungu alimtetea, wale maharamia walichinjana wenyewe kwa wenyewe. Wao walienda kuchukua nyara tu. Hawakuishia kula paka, hawakuishia kula mbwa. Pengine kuna watu walishakula, lakini Mungu alimtetea, hawakunyongwa na wa maharamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye maisha yako wewe na mimi leo hii, kuna maharamia wengi rafiki yangu. Kuna swala la kikokotoo, sasa sitaki kuingia kwenye siasa. Lakini kuna mambo mengi. Nimefurahi Januari, Revival amerekodi Januari Februari, lakini maandalizi yako kuanzia Januari Disemba huko. Lakini Mungu amewapitisha kwa nguvu. Mungu atakupitisha kwa nguvu kwenye maisha yako, haijalishi ni mwezi gani, mradi wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu atakutetea kwenye kazi, haijalishi imekaa namna gani, mradi wewe ni mtoto wa Mungu. Tunapomaliza maisha yetu hapa duniani, sisi ambao tumeokoka, tunaenda kumaliza kwa ushindi, kwa sababu Mungu yuko na wale ambao wamejiandaa kiroho. Nataka kutia moyo jioni ya leo, kama mzee wetu ambavyo amejiandaa. Mimi mzee namkumbuka kwanza nikiwa na miaka 7, 8, kwanza darasa la kwanza. Nimesoma darasa la kwanza mimi wakati unasoma mtu mzima zaidi na miaka 8. Amenishonea nguo zangu za darasa la kwanza. Actually nianza darasa la kwanza pale Kinondoni, afu nikarudia Kumbukumbu. Amenishonea kote huko.
lakini nikwambie amejiandaa. Anapomaliza sasa hivi anamaliza kwa ushindi. Mimi nakuombea na wewe, na ninajiombea na mimi binafsi, tumalize kwa ushindi kama huyu baba hapa. Hatuna alichopoteza, hamna alichopoteza. Hatuna wasiwasi kwenye hilo, kwamba sisi tunamzika mtu ambaye ameenda mbinguni moja kwa moja. Sisi tunamaliza na mtu ambaye ni muamini wa Yesu Kristo moja kwa moja. Tunamaliza na mtu ambaye alikuwa ameokoka, ameumwa, ameokoka, ameingia mji mpya wa mbinguni, ameokoka. Kwa hiyo hatuna wasiwasi. Tunataka tukutane na huyu baba. Tutakutana naye wapi? Hatuna hera, sisi tunakutana naye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisome andiko moja. Paulo anasema hivi, ule kitabu cha Timotheo wa pili, anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Huu ni ukiri ambao kila mmoja anapaswa kuwa nao dakika yote, kwa sababu hatujui tutaondoka saa ngapi. Jana mchungaji alikuwa anaitisha maombi, mchungaji Kitoi akawa anaitisha maombi, akawa anasisitiza maombi. Sasa nikanoti, akasema na muda tulikuwa tumekubaliana ibada kumaliza ulikuwa kwa kweli umeenda kidogo, umeenda mbele, lakini ule msisitizo wake ukanigusa. Nikajisikia hivi, leo nilikuwa naendesha gari kuja, nikasema nitakuja kwenye maombi, itabidi nije kwenye maombi. Kwa muda gani sijui, lakini itabidi nije maombi ya Ijumaa. Sasa nikwambie, kwa sababu hatujui tunaondoka saa ngapi. Yaani mimi nikiwa nimesimama hapa niseme vita nimevipiga vizuri. Nikiingia kwenye gari niseme vita nimepiga vizuri. Kesho Alhamisi vita nimepiga vizuri. Ijumaa nimevipiga. Jumamosi nimevipiga, kwa sababu hatujui tutaondoka saa ngapi. Na ikafikia basi Mungu anasema, ndugu yangu iti unaenda kufa, jiandae. Nimwambie Bwana niongezee miaka 3 au niongezee miaka 4. Na yeye akaangalia kwenye benki kule asema, kuna rupu yako hapa nikuongezee. Lakini la sivyo rafiki yangu sijui itakuwaje. Mimi nataka kutia moto jioni ya leo. Uvipige vita vizuri, umalize kwa ushindi, na tukutane kule mwisho wa baraka na mwisho wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba uinamishe kichwa chako tuombe. Baba mfalme uzima, asante Bwana kwa neema nyingi ambayo umetupatia Bwana. Asante Bwana kwa ukuu mwingi ambao umetupatia mfalme. Bwana Yesu Kristo, asante mfalme vile vile kwa wasau ambao umetupatia katika nyumba hii Bwana. Mtumishi wako Bwana amemaliza safari yake hapa duniani kwa ushindi. Amemaliza safari yake mfalme uzima akiwa ameacha alama kwenye maisha ya watu wengi na kwa kanisa ambalo amekutumikia pale Kinondoni Bwana. Mfalme wa baraka, tuwezeshe walioleta faraja Bwana, rudi nao na faraja, rudi nao na amani. Warejeshe waliojitoa Bwana sadaka na michango kufanikisha Bwana msiba huu Bwana. Kila mmoja Bwana mtie nguvu kwa namna kipekee. Zaidi sana mama yetu ambaye amebaki mahali hapa Bwana, usimwache mwenyewe. Msimamishe Bwana Yesu, msimamishe mfalme uzima. Muongezee nguvu Bwana, asikate tamaa. Muongezee kipato Bwana, muongezee msuli Bwana, muongezee maarifa Bwana, muongezee hekima Bwana, muongezee marafiki na ndugu watakaosimama naye Bwana. Mfalme uzima, na yeye akitoka kwenye msiba huu Bwana, atiwe nguvu za kwenda mbele, atiwe nguvu za kusimama Bwana, asikate tamaa mfalme hata mmoja katika nyumba hii Bwana. Tunasema asante kwa sababu wewe unaenda kutenda mambo makubwa kuliko ambavyo tunaweza kukuomba Bwana. Turejeshe nyumbani tunaporejea Bwana kwa nguvu nyingi, kwa ulinzi mwingi, na chakula ama kinywaji kitakachonywewa mahali hapa Bwana kiwe na rutuba katika miili mfalme. Wanaolala mahali hapa Bwana, walaze na nguvu zako, waamshe na nguvu zako. Kila mmoja mfalme uzima namfunika na damu yako. Ni katika jina lako Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, naomba kila mmoja aseme amina.